Raia 7 wa Urusi wameuawa na wengine zaidi ya 60 wakiwemo watoto kujeruhiwa katika kipindi cha wiki iliyopita kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Ukraine, amezungumza balozi maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ambaye anashughulikia makosa ya utawala wa Kiev anayefahamika kama Rodion Miroshkin. Katika wiki iliyopita raia 65 waliathiriwa na mashambulizi ya Ukraine, 58 walijeruhiwa akiwemo mtoto mmoja na watu 7 waliuawa, idadi kubwa zaidi ya vifo vya raia wiki iliyopita ambayo imerekodiwa katika maeneo ya Belgorod, Kherson, Zaporizhzhia na Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Miroshkin amebainisha kuwa mashambulizi ya droni za kivita za Ukraine ndio chanzo kikuu cha vifo na majeraha miongoni mwa raia wa Urusi. Ameongeza kuwa katika kipindi cha wiki iliyopita zaidi ya 80% ya waathiriwa, watu 55 waliuawa na droni za Ukraine. Wanajeshi wa Ukraine walilenga kwa makusudi majengo ya makazi, nyumba binafsi na maeneo ya kibiashara na kijamii pamoja na magari ya abiria, mwanadiplomasia huyo amefafanua. Miroshkin ameongeza kuwa adui anaendelea kuweka mabomu kwa njia ya kutega kwa mbali, na wiki iliyopita mkazi mmoja mwenye umri wa miaka 55 anayetokea katika eneo la Yalta aliuawa baada ya kukanyaga bomu lililowekwa na Ukraine, na watu wengine 2 walijeruhiwa walipokanyaga vilipuzi katika eneo la Dimitrov pamoja na Rovno. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia huyo, jeshi la Ukraine lilifyatua zaidi ya aina 3200 za risasi na makombora katika eneo la Urusi wiki iliyopita. Wakati hayo yakiendelea, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametia saini amri maalum ya kuwaita wanajeshi wa akiba kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi ya mwaka 2026. Kwa mujibu wa nyaraka hizo, wanajeshi wa akiba wanatakiwa kuitwa kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi katika vikosi vya wanajeshi vya shirikisho la Urusi, walinzi wa kitaifa wa shirikisho la Urusi, vitengo vya uokoaji vya Wizara ya Ulinzi wa Raia, dharura na uokoaji wa maafa, mashirika ya usalama wa taifa na taasisi za huduma ya usalama shirikisho. Serikali ya Urusi na mamlaka za mikoa zimeagizwa kuhakikisha utekelezaji wa hatua zinazohusiana na kuwaita wananchi kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi na uendeshaji wa mafunzo hayo, ambapo amri hiyo inaanza kutumika mapema tangu ilipochapishwa. Mafunzo ya wanajeshi wa akiba nchini Urusi ni shughuli ya kawaida ambayo inafanyika kila mwaka. Amri ya kuwaita wanajeshi wa akiba kwa ajili ya mafunzo huwa inasainiwa na rais. Kwa mujibu wa amri hiyo, mkuu wa nchi, idara ya uhamasishaji ya Wizara ya Ulinzi, huandaa maagizo yanayohusiana na kupeleka taarifa kwa vituo vya usajili wa kijeshi katika mikoa. Baada ya hapo, mgawanyo wa wito kwa wanajeshi wa akiba huwa unaanza. Lakini ripoti nyingine ambayo ipo kwenye zile ripoti zilizonazo ni juu ya kile ambacho kimetajwa na Marekani, ambapo wamemlazimisha rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky kutoa jibu la haraka kuhusu mpango wa amani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anakabiliwa na shinikizo ambalo linazidi kuongezeka kutoka Marekani kukubali upotevu mkubwa wa maeneo na masharti mengine katika mpango wa amani wa Rais Trump. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na maafisa wa Ukraine. Baada ya wiki kadhaa za diplomasia ya kina, wa Ukraine bado wanaamini kwamba baadhi ya vipengele vya mpango wa Marekani vinainufaisha Moscow na kwamba Marekani inayemsukuma Zelensky zaidi kuliko inavyomsukuma rais wa Urusi Vladimir Putin. Afisa mmoja wa Marekani amekanusha hilo, akisisitiza kuwa Marekani pia imemshinikiza Putin kupunguza madai yake. Wakati huo Zelensky amekutana na viongozi wenye ushawishi mkubwa barani Ulaya, ambapo wamempa hakikisho la usalama Ukraine na kwamba Ukraine haitakiwi kujisalimisha kwa bwana rais Vladimir Putin. Mazungumzo hayo ambayo yamefanyika nchini Uingereza, katika mji mkuu wa Uingereza London, Urusi, moja ya yale ambayo wameyajadili ni kwamba Ukraine na Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wamejadili juu ya dai la Urusi kwamba Ukraine italazimika kukabidhi eneo lote la Donbas, ikijumuisha sehemu ambazo haidhibiti. Ombi la Ukraine kupata dhamana madhubuti za kiusalama kutoka Marekani ili kuzuia uchokozi wa baadaye wa Urusi. Afisa mmoja wa Ukraine amesema pendekezo la Marekani limezidi kuwa baya kwa mtazamo wa Kiev baada ya washauri wa Trump Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner kufanya kikao cha saa 5 na Putin wiki iliyopita katika ikulu ya Kremlin. Afisa huyo wa Ukraine amesema kwamba ilionekana kama Marekani walijaribu kutuuzia kwa njia mbalimbali shauku ya Urusi kuchukua Donbas yote, na kwamba Marekani walitaka Zelensky akubali yote katika mazungumzo ya simu. Simu hiyo ya Zelensky ilifanyika mwishoni mwa siku 3 za mazungumzo marefu kati ya Witkoff, Kushner pamoja na washauri wa Zelensky huko Miami.
Ingawa kulikuwa na maendeleo kadhaa, hakukuwa na mafanikio katika suala la maeneo wala dhamana za kiusalama, maafisa wa Ukraine pamoja na Marekani wamezungumza. Trump alisema kwamba wajumbe wa Ukraine wanaupendelea mpango wa Marekani na kwamba alivunjika moyo kidogo kusikia Zelensky hakuwa ameusoma mpango huo. Trump pia amedai Urusi haina pingamizi dhidi ya mpango huo wa Marekani, ingawa maafisa wa Urusi wameweka wazi kuwa wana mashaka na mpango huo. Zelensky yeye amesema kwa njia ya simu na Witkoff pamoja na Kushner kwamba alikuwa amepokea mpango wa Marekani kwa saa moja kabla ya kuusoma bado, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani na Ukraine. Afisa mmoja wa Marekani amesema hilo lilikuwa ni la kushangaza kuwa Marekani ilitoa toleo jipya la mpango huo siku moja kabla, ambapo afisa mmoja wa Ukraine alisema ingawa baadhi ya nyaraka zilitumwa siku iliyotangulia, nyingine zilipokelewa muda mfupi kabla ya simu ambayo ilipigwa kutoka Marekani. Afisa huyo anasema pendekezo la Marekani lilikuwa na masharti magumu zaidi kuliko matoleo ya awali kuhusu masuala kama eneo na udhibiti wa kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia, na liliacha maswali muhimu bila majibu kuhusu dhamana za kiusalama. Nikimnukuu, anasema kuna mambo makubwa kuhusu maeneo yanayotakiwa kujadiliwa zaidi. Nani anadhibiti nini? Nani anakaa wapi? Nani anajiondoa? Na kama Ukraine itajiondoa kwenye mstari wa mawasiliano, tutawezaje kuhakikisha Urusi inafanya hivyo au itaendelea na mapigano? Hata hivyo, afisa huyo wa Ukraine amesema kwamba upande wa Marekani umeonekana kutarajia Zelensky akubali tu kwa njia ya simu. Afisa wa Marekani alisisitiza kwamba rasimu ya sasa imeathiriwa kwa kiasi kikubwa na michango ya wa Ukraine na kwamba Kushner na Witkoff walimshinikiza Putin kubali baadhi ya madai yanayotolewa na Ukraine. Lakini tukio hilo limeonyesha ukosefu wa kuaminiana kati ya serikali ya Zelensky na ile ya Trump licha ya masaa mengi ya majadiliano waliokaa. Ifahamike Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2025, Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alikutana huko London na viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani ili kuonesha msimamo wa pamoja kuhusu mpango wa Donald Trump. Moja kati ya kauli ambazo zilizungumzwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema, tuna karakana nyingi mikononi. Kansela wa Ujerumani Bwana Friedrich Merz alisema ana mashaka juu ya baadhi ya vipengele ambavyo wanaviona katika nyaraka kutoka Marekani, huku akisisitiza kuwa hakuna shaka kwamba Ulaya inaunga mkono Ukraine. Ziara ya Zelensky Ulaya itaendelea Brussels pamoja na Rome, ambapo maafisa wa Marekani na Ukraine wanasema serikali ya Trump ilitazama mkutano wa Zelensky na viongozi wa Uingereza kama mbinu ya kununua muda katika mazungumzo kuhusu mpango wa amani wa Bwana Donald Trump. Maafisa wa Ukraine wamesema wanahisi Marekani inajaribu kumtenganisha Zelensky na viongozi wa Ulaya ili iwe rahisi kumwekea shinikizo. Zelensky hawezi kufanya maamuzi makubwa namna hii bila kushauriana na washirika wake muhimu wa Ulaya, afisa mmoja wa Ukraine amezungumza. Afisa huyo amesema pia kwamba wakati serikali ya Trump inamsukuma Zelensky afanye maamuzi haraka, wazungu wenyewe wanashauri tahadhari ifanyike pamoja na uvumilivu. Hali hiyo inaweka watu wengine ikulu ya White House ambao wanaona wazungu kama kikwazo kikubwa cha kufikiwa kwa makubaliano. Zelensky alisema katika mkutano na waandishi wa habari siku ya tarehe 8 kwamba Ukraine na mataifa ya Ulaya yatatoa pendekezo ambalo limetengenezwa upya kwa Marekani mnamo tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, ambapo Urusi inasisitiza tutoe maeneo, sisi hatutaki kutoa chochote, hicho ndicho ambacho tunapigania. Wa Marekani wa sasa wanatafuta mwafaka, alizungumza Volodymyr Zelensky. Wa Ukraine na wazungu pia wanajadili dhamana za kiusalama, ambapo afisa mmoja wa Ulaya alisema bado haijulikani Marekani iko tayari kuchukua jukumu gani katika kutekeleza dhamana hizo na wanatarajia nini kutoka kwa washirika wa Ulaya. Maafisa wengine wawili hao wa kule nchini Ukraine wamedai pendekezo jipya la Marekani kuhusu dhamana za kiusalama lilikuwa ni kwenye mfumo mpana zaidi kuliko pendekezo la awali, lakini bado haijajumuisha mkataba ambao umepitishwa na Senate ya kule Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.